sisi wajumbe wa taifa tulikubali. Na kama yuko hapa anasema sijakubali, sasa sijakubali, nilisema hakuna kukubali. Historia ya Mheshimiwa Ali Mzee Ali na mchango wake kwa taifa. Habari ya wakati huu, mtazamaji wa Sky International TV popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi maalum ambacho kitazungumzia historia ya wanasiasa pamoja na watu maarufu hapa nchini. Katika makala yetu ya leo, tunaangazia historia na mchango wa mwanasiasa mkongwe na mahiri nchini Tanzania, Bwana Ali Mzee Ali, na nafasi mbalimbali za utumishi serikalini na za kisiasa katika maisha yake. Ungana nami Maliango Mugeta katika makala haya. Mheshimiwa Ali Mzee Ali ni miongoni mwa wanasiasa wakongwe hapa nchini. Alizaliwa Februari 28 mwaka 1942, mtaa wa Mbuyuni visiwani Zanzibar. Historia ya maisha yake ilianzia katika utumishi serikalini kabla na baada ya mapinduzi matukufu ya Januari 12 mwaka 1964. Alikuwa mtumishi wa serikali wakati wa ukoloni kuanzia mwaka 1959 hadi mwaka 1962. Baada ya mapinduzi, alihudumu katika nafasi ya utumishi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kati ya mwaka 1964 hadi mwaka 1983. Hata hivyo, mnamo mwaka 1984 aliamua kuacha kazi katika nafasi ya afisa utumishi waliokuwa Wizara ya Maji na Umeme. Maisha yake ya kisiasa yalianzia katika chama cha Afro Shirazi Party ASP mnamo mwaka 1961 hadi mwaka 1977 kilipozaliwa Chama cha Mapinduzi CCM, akiwa mwanachama muasisi wa chama hicho. Aidha, amewahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Kutokana na umahiri wake wa kisiasa, Mheshimiwa Ali Mzee Ali aliteuliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa awamu ya 6, Dr. Aman Abeid Karume, kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2010. Mnamo mwaka 2010, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa awamu ya 7, Dr. Ali Mohamed Shein, alimteua Mheshimiwa Ali Mzee Ali kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, nafasi aliyoitumikia kwa kipindi cha miaka 5 na kustaafu mwaka 2015. Baada ya uteuzi huo, Mheshimiwa Ali Mzee Ali aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi, mwenyekiti wa kamati teule ya Baraza la Wawakilishi kuhusu migogoro ya ardhi, mwenyekiti wa kamati teule ya kuvunja siri za kamati za baraza. Pia alikuwa mjumbe wa kamati mbalimbali za baraza hilo. Wajumbe wa baraza hilo walimteua Mheshimiwa Ali Mzee Ali kuwa mwenyekiti wa kamati ya wajumbe 6 kuhusu kura za maoni ya kuanzishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Na sasa tujikumbushe yaliyojiri kabla na baada ya matokeo ya kura za maoni. Mimi naitwa Ali Mzee Ali. Ni mwenyekiti wa kamati ya watu 6 iliyoundwa spika kwa kufuatilia maazimio ya baraza. Serikali imechukua hatua gani juu ya maazimio haya? Tarehe 30 mwezi wa 3, Mheshimiwa Spika akachagua kamati hii. Hajachagua kama anavyotaka, kachagua kama azimio la baraza lilivyomtaka. Lakini hajapewa amchague nani sifa gani, achague wajumbe 3 kutoka huku, 3 serikalini. Mnataka msikilize. Hoja inasema hivi: 3 watoke chama cha upinzani, ndio proposal ilitoka. 3 serikalini. Mheshimiwa Spika kachukua wote 3 ndani ya baraza. Kwa upande wa CCM ndio mimi mchaguliwa, Mheshimiwa Haji Omar na Mheshimiwa Ali Abdallah. Upande wa CUF ndio hawa.
Sisi ni wateuzi wa spika. Spika ndio mwenye dhamana ya chombo kile. Hakuna mtu mwingine yote nchi hii mwenye dhamana ya baraza isipokuwa spika. Tumekuwa na historia ya uchaguzi. Kila nchi ina matatizo yake. Sudani kule wana matatizo ya dini, kaskazini kusini. Somali wana matatizo yao. Rwanda, Burundi wana matatizo yao ambayo yanafikisha pale pabaya sana. Sisi Unguja, Zanzibar, tatizo letu ni uchaguzi. Uchaguzi wa kwanza ulikuwa mwaka 57. Na kwa kweli Zanzibar ni nchi ya kwanza katika Afrika Mashariki na Afrika South na North kuwa na mfumo wa uchaguzi wa chama wa mavingi, kura moja mtu mmoja. Wenzetu Tanganyika walipata nafasi ya uchaguzi mwaka 58. Lakini uchaguzi wao ulikuwa tofauti na sisi. Kule kulikuwa na uchaguzi kura 3. Wapige kura ya Mwafrika, wapige kura ya Asians na wazungu, yani Wahindi na wazungu. Sisi hatujawa na mfumo huo. Sisi tulikuwa na uchaguzi wa vyama vya siasa na watu binafsi waliruhusiwa wakati huo 57, kura moja mtu mmoja. Uchaguzi ule haujawa na fujo yoyote, lakini ni uchaguzi ambao sharia zake kwanza ziliwazuia wanawake. Wanawake hawajaruhusiwa kupiga kura. Sifa za mpiga kura zilikuwa ngumu sana. Mpiga kura alitakiwa awe na umri wa miaka 25. Awe anajua kusoma Kiarabu au Kizungu, ajue Kizungu au Kiarabu, au ajue kusoma kuandika Kiswahili kwa kuandika. Lakini kama hajui kusoma na kuandika, kuna sharia ilewekwa. Vile vile mpiga kura alitakiwa awe na mali, na ile mali ilitajwa. Sasa utakuta watu wengi kwa 57, hasa watu wanyonge, nafasi ya kupiga kura kwao ilikuwa ndogo. Lakini yule ambaye hana elimu ilitakiwa, hana mali, basi awe miaka 40 ndio itamruhusu kupiga kura. Lakini uchaguzi ukafanywa. Matokeo ya uchaguzi. Hapo Unguja palikuwa na kiti kimoja kaskazini yote hii. Kutoka huko wakati huo nafikiri ilikuwa inaanzia Betrasi Chiruko. Yote hiyo jimbo moja. Na kusini jimbo moja. Na ngambo yote ile jimbo moja. Na mjini jimbo moja. Kwa hivyo kule Unguja majimbo 4. Moja mjini Stone Town, moja ngambo, moja kaskazini, moja kusini. Na mawili Pemba. Kiti cha kaskazini kilichukuliwa na Sheikh Daud Mahmud kwa chama cha Afro Shirazi. Kiti cha kusini kilichukuliwa na Sheikh Amirtajo kwa chama cha Afro Shirazi. Na kiti cha mjini ngambo
kikachukuliwa na Abedi Karume kwa chama cha Afro Shirazi. Lakini kiti cha mjini kikachukuliwa na mtu anaitwa Mukri Chaudhry kwa chama cha Muslim, yani jumuiya ya Kiislamu. Lakini katika pahala ambapo mashindano yalikuwa hivi, ng'ambo hapajawa na mashindano makubwa. Kule Gambo Karume alipata kura 3328 kwa chama cha ASP. Ali Musin alipata kura 918. Na independent, hawa independent candidate lazima useme una chama gani nini. Kwa hivyo ule Bunsale akapata kura 55. Kwa hivyo hapa Afro Shirazi pale hapajawa na hivi, palikuwa na kama mlivyoona tofauti kubwa sana ya kura. Lakini mjini matokeo yake yalikuwa, mashindano yake yalikuwa makubwa sana. Chaudhry Muslim alipata independent candidate alipata kura 519. Ratib Al-Sara Hizbu alipata kura 494. 519 494. Mukri independent kura 49. Na SP Virji, Anwar Virji, huyu alikuwa ni Baniani mmoja, alipata kura 392. Kwa hiyo utaona tofauti yake. Kura 519, kura 494, kura 392. Kwa hivyo ule mwamko wa ushindani mjini Stone Town ulikuwepo. Sababu matokeo yalikuwa hivi. Lakini ng'ambo matokeo yake yalikuwa hivi. South, yani kusini, kule alisimama Sheikh Hamid Tajo kwa chama cha ASP. Lakini ASP moja kwa moja, sio independent, sio mtu binafsi, moja kwa moja alipata kura 5380. Ahmad Zahor kutoka ZNP akapata kura 1679 kaskazini Unguja. Sheikh Daud Mahmud alipata kura 3687. Independent wa ZNP Haji Muhammadi Juma alipata kura 3221. Tofauti yao ni kura 466. Kwa hivyo kaskazini na mjini kulikuwa na ushindani mkali sana. Pemba nako kadhalika kulikuwa na hivyo hivyo, ZNP, ASP na independent. Kusini ASP ilipata kura 5851, lakini huyu alisimama independent, lakini alisema mimi nikishinda nitakuwa ASP, ni Sheikh Muhammad Hamdi Hamadi. ZNP alisimama Rashid Al-Khaifi, alipata kura 1488. Na Sheikh Abdallah Said Ali Al-Bun Said independent alipata kura 1075. Huku utaona nusu kwa nusu, 5851 kwa 2500. Palikuwa na ushindani, lakini tofauti iko. Pemba kaskazini alisimama Ali Sharif Musa independent, alipata kura 3386. Rashid Hamadi Othman ZNP
alipata kura 3182, tofauti ya kura 200 tu. Lakini Afro Shirazi pale waliweka mgombea anaitwa Shaban Sud Mponda, alipata kura 657. Kwa hivyo utaona baadhi ya maeneo kulikuwa tayari mwamko wa ushindani umeshakuwa mkubwa. Baadhi ya maeneo bado. Kwa hivyo uchaguzi ule ukaenda kwa salama, lakini hayo ndio matokeo. Tuliona bora tutoe historia. Sasa watu wakaanza siasa. Mwaka 1959 Desemba mwezi wa 12, Sheikh Mohamed Shamte wa ZPPP ambaye alitangaza kutoka Afro Shirazi alipokuwa Marekani, akasema mimi natoka Afro Shirazi na nisha chama changu kitaitwa Zanzibar and Pemba People's Party, ZPPP, na alama yangu itakuwa Nduaro. Sababu hivi vyama viwili hivi cha ASP wana alama ya Kisima na Hizbu wana alama Jogoo. Yeye akisema mimi alama yangu itakuwa Nduaro. Siku ya tatu yake Sheikh Ali Sharifu akasema na mimi natoka Afro Shirazi, naingia chama hicho kipya cha ZPPP. Baada ya siku 4 tena Sheikh Hamid Taji akasema mimi natoka. Kwa hivyo Afro Shirazi viti vao vitano vikabaki viti viwili, kimoja cha ngambo, kimoja kaskazini, ambao ngambo alikuwa Abedi Karume, kaskazini akabaki Sheikh Daud Mahmud. Hawa wakabaki chama cha Afro Shirazi, lakini watatu wametoka. Lakini uchaguzi ulikuwa umepangwa Januari 60, lakini kwa sababu wazungu na wakoloni wakati ule walifanya mbinu na taratibu, wakasema sasa hichi chama kipya akifika hata mwezi, wakapeleka mswada katika baraza la katika Legico kutaka uchaguzi usogezwe mbele kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo uchaguzi sasa ufanywe Januari 61. Ikachaguliwa tume moja ya Kurtz, Hillel Blood, wakafanya tume, wakaja wakapendekeza sasa uchaguzi wa 61 wanawake waruhusiwe, mali yaondoshwe, mambo ya mali yaondoshwe, mtu ajue kusoma na kuandika mukhtasar, na akijua kusoma Qurani nayo ichukuliwe anajua kusoma kuandika, na umri ukashushwa mwaka 21. Kwa hivyo watu wengi nafasi wakapata, na majimbo yaongezwe kutoka majimbo 6 ya majimbo 22. Kwa hivyo tarehe mosi Januari mwaka 60 uchaguzi ukafanywa tena. Vyama vilipigania ni chama cha Hizbu, Afro Shirazi na ZPP. Matokeo yake uchaguzi: ASP viti 10, ZNP viti 9, ZPP viti 3. Sasa akaitwa mwenye viti vingi wa ASP mzee Karume akazungumze na vyama hivi ili waweze kuleta kuwapata hawa. Kwa hivyo akaona nende wapi? Akaona nende ZPPP, kwa sababu kule hawa walikuwa wenzangu chama kimoja juzi tu wametoka. Alipokwenda huku hawajafahamiana. Mmoja katika hawa watatu akakubali kwenda SP na wawili wakasema sisi tunakwenda ZNP. Kwa hivyo ikawa pale pale 11 kwa 11. Kwa hivyo mwezi March, tarehe 8 March, tarehe 12 March mwaka 61
suluhu njia, wakachaguliwa mawaziri 4. Kwa kizungu inaitwa caretaker government, yani serikali ya muda tu. Kwa kazi gani? Kwa kazi ya kutafuta njia uchaguzi urudiwe June. Kwa hivyo kwa upande wa ASP, Afro Shirazi waziri akawa Mzee Karume na Bwana Ali Sharifu. Upande wa Hizbu alikuwa Ali Musi na Mohamed Shamte. Walipokaa kuzungumza wakapata dawa, akasema sasa dawa tuongeze jimbo moja liwe 23. Wakaongeza jimbo lile. Jimbo gani? Pemba mkoani ikagaiwa katikati. Jimbo la Mtambile. Uchaguzi wa June. Lakini tulipoanza tu 59 tulishaanza kugombana. 60 mambo kazidi. Watu wanachagua pa kununua chakula. Hawa wakizikiri upande huu, hawa wanazikiri upande huu. Hawa wakisoma maulidi upande huu, hawa wanasoma maulidi upande huu. Ndugu baba mmoja mama mmoja. Hawa walikuwa na watu tangu asili ndani mashamba yao, wamekaa wamekaa pamoja, wakaanza kuwafukuza ndani ya mashamba, kuambia sasa tokeni shamba hili kwa 61 June. Kabla ya matokeo kutangazwa, wakati watu wanapiga kura pale Golden School pale kwa station, polling station, na kule Bwawani watu wazima mnakumbuka ilikuwa Funguni, kwa hivyo hata kwa mguu wanatembea. Pakaanza uvumi kama hawa washapiga kura, hawa hivyo paliba kura, ugovi akasi akaanza uvumi. Hiyo ni ripoti ya June Riot, si maneno yangu. Uvumi ikenda habari mashamba kama mjini wanauliwa Waswahili na Wamanga. Watu wanauliwa huko. Na wao kule alahdi hivyo, na kule na wao wakaanza watu kuuana, na huku kuuana, watu waweza kuuana. Lakini palikuja na shetani mmoja alitoa ile uvumi ule, watu wakagumana kura. Lakini ugovi wake ni uchaguzi. Watu 80 walikufa. Watu 1000 walikamatwa. Ikabidi walikamatwa Afro Shirazi wamlete Swansea, wakili kutoka Ghana, ili kusimama kesi. Mambo sasa kazidi kweli, hali ikawa mbaya sana. Na watu wazima hapa wapo watakumbuka. Hali ikawa mbaya sana. Hasa sehemu hii ya kaskazini na mjini. Huku ndio mambo yalizidi. Kwa sababu kuna kama vile nilivyoeleza ushindani wa muda mrefu wa vyama. Silka ya kaskazini, mapenzi ya kaskazini, elimu ya kaskazini, yote ilizibwa na shetani. Na mjini sasa ikaonekana iko haja haya mambo watu wazungumze. Lakini mwaka 58 mambo liko shanza pakaanza na mwafaka, mazungumzo ya vyama viwili vya Hizbu na ZNP vipatanishwe. Vilipatanishwa Ghana. Wakaenda Ghana, wakapatanishwa, wakakubali. Wakarudi Unguja. Kurudi Unguja ikaja Pathmaker, watu wazima mnaelewa. Ikaja Unguja hapa, mkutano ukafanywa Unguja, wakakubaliana Afro Shirazi na Hizbu, sasa tunatia saini mkataba, tusao iliyopita, tusigombane.
Mkataba ule ukatoa sahihi, alitia sahihi Mzee Karume kwa upande wa Shirazi, Thabiti Kombo na Mohamed Shamte. Upande wa Hizbu katia Ali Musin, Sheikh Maraji Salab na Babu. Lakini mkataba ule haujachukua muda, matokeo yake umezaa ugomvi wa June. Mikataba ikaendelea mpaka 63. Sasa 63 ukaja uchaguzi mwingine. Uchaguzi huo ni viti 18. Viti 31. ASP na ZNP, ZPP. ZPP wakakubaliana na Hizbu kwa popote pale ASP, ZPP wako wengi, basi Hizbu wasiweke mtu. Na popote ZNP wako wengi, PP wasiweke. Kwa hivyo wakafanya alliance. Kule Pemba kulikuwa na viti 12. No, viti 14. Kwa hivyo viti 6 vikachukuliwa na ZNP. Viti 6 vikachukua ZPP. Viti 2 SP. Mambo yakaja Zanzibar sasa. Zanzibar kuna viti 13 wamechukua ASP. Viti 6 wamechukua ZNP. So ukitenganisha viti 6 vya ZNP na 12 vya Pemba, wakawa na viti 18. Wale kwa hivyo utaratibu wa Uingereza unapotawala unaongoza kwa viti, sio kwa watu. Kwa hivyo wale ZNP, ZPP wakawa na viti 18, ASP viti 13. 11 Unguja, 2 Pemba. Lakini ukichukua jumla ya kura utakuta 46%, 46, asilimia 46 wana viti 18, asilimia 54 wana viti 13. Kwa lugha za wazungu wanasema jammering. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya sana. Kaskazini huko kulikuwa na viti 6. No, 5. Vitatu wamechukua ZNP. 2 wamechukua ASP. Na 3 wamechukua mjini, ikawa 6. Mambo kaendelea, balali kawa. Hatimaye Waingereza walikutana, sisi Ulaya tukaenda kuzungumza. Ikaamuliwa sasa Zanzibar ipate uhuru tarehe 10 Disemba. Lakini kwenye mazungumzo yale, uchaguzi huu wa viti 18 ulifanywa Julai. Walipokwenda Uingereza Septemba, akasema sasa tukirudi tufanye uchaguzi ili chama kitachoshinda ndio kabidhiwe uhuru. Lakini kwa mbinu za Waingereza na mbinu nyingine, wakasema uchaguzi ule uliofanywa June wakapewa serikali ya ndani madaraka. Kwa hivyo mazungumzo yale yakaenda Ulaya, ikawa sasa serikali watapewa wale wenye viti vingi. Waafrika tutajitawala, ile Mungu yupo, Waafrika wala. Nani anaweza kidogo nikumbushe nyimbo ile? Wazee wale. Basi baba kidogo vijana wasikie. Jana mkao kanicheka, sasa hata hujui kuimba. Jana niliimba juu chini lakini sasa mmoja hapo. Oh. Limsikia mtu sauti nzuri. Niambia sababu, iseme kidogo. Aha, inshallah Mungu yuko, Waafrika tutajitawala. Sasa ile ilitoka Pemba. Na mzee anakumbuka. Basi bahati mbaya baada ya mwezi mmoja mapinduzi. Tukakaa na mfumo wa chama kimoja kwa miaka 31. Lakini mapinduzi yakaleta neema. Watu wazima wako hapa.
tarehe 8 Machi mwezi wa 3 Machui pale, mkutano wa hadhara uliokuwa pale Machui mwaka 59, kasema pale Mzee Karume, tukipata uhuru nchi hii itakuwa jamhuri, na hii ardhi yote hii ishikwa na watu tutaigawa kwa wananchi sawa sawa. Baada siku 2 Mzee Karume akataka kukamatwa, kwa kuwa nchi yenye mfalme ukisema jamhuri ni uhaini. Akaomba radhi akisema neno la Kiarabu ili sijui maana yake, naomba radhi basi. Lakini tarehe 12 Januari asubuhi, Jumatatu asubuhi yake, serikali Jamhuri ya Mapinduzi ikazaliwa, na ardhi tarehe 8 Machi ikachukuliwa, tukapewa ardhi sote. Na mnajua ardhi hasa huku ni fertile, kaskazini huku ndio kulikuwa na ardhi huko, mnajua ardhi ikachukuliwa. Elimu nayo ikaambiwa sasa watapewa watu bila malipo, afya. Kwa hivyo mambo yote ya kumnyanyua mwananchi yakafanywa. Lakini tukisema siasa, chama kimoja. Na Mzee Karume alipata kusema uchaguzi baada ya miaka 50. Kwa nini anasema hivyo? Alisema hivyo kwa sababu anajua sisi maradhi yetu, ugomvi wetu kwenye uchaguzi kishaona mara 4 kule nyuma. Kwa lugha ya Mzee Karume, mwaka 2015 ndio ilitakiwa tuanze kuzungumza mambo ya uchaguzi. Lakini mwaka 92 ikaonekana iko haja vyama vya siasa mambo yarudi, mfumo wa vyama vingi. Kwa hivyo mwaka 95 uchaguzi wa kwanza ukafanywa. Lakini 95 sasa chama kile kipo, hakuna chama kingine cha upinzani, ndio ikazaliwa chama cha CUF. Sasa likaanza sasa vuguvugu, chama cha zamani na chama kipya. Lakini wale viongozi wa chama kipya cha CUF, wale wote walikuwa viongozi huko katika vyama vya Afro Shirazi na vyama vya CCM, na wameshika madaraka makubwa kabisa, kama Maalim Seif kule ameondoka kama waziri kiongozi. Sipendi sana kutoa mifano ya makamu wangu, naye alikuwa mwanasheria mkuu. Leo nilikuwa natazama picha ujumbe wa NEC, kijana kabisa, nimemletea kisimbe mpaka baadaye, kijana kapiga tai huyo, mwanasheria mkuu, jaji mkuu, mjumbe wa NEC. Baadaye na wao wakatoka, chama kaanzisha chama cha CUF. Tulidhani baada ya miaka 31 vizazi vipya, watu shazaliwa, mambo, lakini mambo yakarudi pale pale. Pale pale yakarudi wakati wa kampeni za uchaguzi. Mara magari yapigwa moto, mara hao wametiwa gesi ya uso, mara hao sio wamekwenda kutia kinyesi kwenye kisima, mara hao, yani mambo ambayo ya ajabu kutozea. Sasa haya vijana sasa hivi hawa wanayakumbuka haya. Uchaguzi ule ukafanya uchaguzi, matokeo yake viti vile vile vikeko va zamani. Matokeo, chama cha CCM kikapata 50% 50.2, na chama cha CUF 49.8. Yani hivi kabisa. Lakini CCM ndio imeshinda kwa kura 1580. Ndio tofauti baina ya CCM na CUF, baina ya Dr. Salim Amur na Maalim Seif. Baada ya miaka 31 ya kujiandaa kuwalea watoto, kufanya hivi ili watu waelewe matokeo ya urais yalikuwa hayo. Lakini Sheikh Amir Tajo Makunduchi
na Sheikh Idris Abdul Wakil walishindana Makunduchi, ZPP na ASP. Sheikh Idris Abdul Wakil alimshinda Sheikh Mtajo kwa kura 16. Sasa utaona history hii haipo duniani, watu wapiana hivi kura moja, kura 16. Sasa tukadhani baada ya mwaka 31 mambo yatakuwa mazuri, watu wataelewa, lakini turudi pale pale kura 1049.8. Matokeo yake chama cha CUF kenye 49.8 wakasema hawatambui matokeo haya, wakatangaza mgogoro. Miaka 4 ikawa sasa watu wakubwa, wazungu wakubwa wakasema kweli hawa wameonewa, wakaanza kuzuia misaada. Sasa misaada ikizuliwa, hazuliwi CCM, wanazuliwa wa Zanzibar. Kwa hivyo misaada ile ilipozuliwa, CUF walikosa msaada matibabu, walikosa misaada bandari, nchi nzima ilikosa, lakini walizuia misaada na ikawa tuko na shida na tabu kwa muda wa miaka 4. Kuna mtu mmoja anaitwa Anyauku, kama binadamu tu akaona hawa watu wanagombana nini, akatafuta suluhu, njia suluhu, akaanza kuhangaika. Tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka tarehe 9 Juni mwaka 1999 mwafaka ukapatikana. Nyote mnakumbuka. Sherehe zikafanywa, Maalim Seif akatia sahihi, Salimina akatia sahihi, mbele ya Mzee Mkapa, mbele ya nani huyu Lumbumba. Basi Barzani wakarudi mwaka 1999 kuja kupitisha utaratibu. Sasa mambo yende sawa, kuja ndani humu mambo yakawa haujaelewana humu ndani. Kwa hivyo ikawa haijapatikana two-thirds. Humu ndani kuna sharia, humu lazima jambo lipitishwe na wengi, na humu ndani kuna mkao wake. Leo sio, leo mmekaa, lakini kuna mkao. Upande huu anakaa chama tawala, upande huu anakaa upinzani. Lakini leo tumechanganyika tu. Hawa wakasema hapana, lakini lazima upate two-thirds. Kwa hivyo ikashindikana. Kwa hivyo tukaingia pale pale balaa tayari mwaka 2000, chaguzi mwaka 2000. Mwaka 2000 kaingia Rais Amani Karume. Rais Karume kaingia mwaka 2000, lakini amekuta watu 18 wako ndani kwa mashtaka ya uhaini. Dunia nzima wanasema watoeni wameonewa nini. Rais Karume alipoingia madarakani tarehe 20 Januari akawatoa na akawasamehe wote wale ambao wamekamatwa kabla yeye aingie madarakani kwa mambo ya uchaguzi, na akasema yeye anaomba kujenga nchi hii iwe nchi ya amani, utulivu, mshikamano, tusameane, tusahau iliyopita, tujenge taifa letu. Hayo aliyasema Mwanja Amani. Akakusudia kuijenga Zanzibar mpya. Siku 7 baada ya hapo, chama cha CUF wakasema yale matokeo sisi hatutambui, sasa tutaka kufanya maandamano. Serikali kama msifanye maandamano, sababu tutafanya. Msifanye, tutafanya. Tarehe 27 Januari, siku 7 tu baada wale kutolewa, maandamano yakafanywa. Watu 27 Pemba. Watu 27 Pemba wakauawa na wengine wakakimbia. Zanzibar, Tanzania yenye sifa ya kupokea wakimbizi, sasa sisi tumetoa wakimbizi. Wakimbilia Mombasa wapi? Ikawa balatu. Mtu ambaye aloingia na nia njema, uchaguzi ule sio yeye, kakuta watu kawasamehe, lakini kwa kuwa yeye alikishakusudia kuijenga nchi hii,
na kurudisha katika mfumo wa amani na utulivu na mshikamano, basi aliendelea. Kwa hivyo 2001 pakafanywa na juhudi ya mwafaka wa pili. Mwafaka huo ukazaa matunda na mambo yakaanza tena kurudia uzuri. Baraza hili likaanza kukaa kidogo, tukaanza kubadilisha sasa katiba, ikaanza kubadilishwa, mahakama zikaanza kurekebishwa, kwa sababu na yeye aliunda wizara mpya ya utawala bora. Utawala bora ukaanza kufanya kazi zake. Sasa mambo yakaenda mpaka 2005. 2005 nayo kidogo uchaguzi kidogo kidogo afadhali, sababu kidogo imekwenda uzuri kidogo, sio sana lakini afadhali kidogo. Rais Kikwete 2005 Disemba akasema, jamani, ninakosa usingizi, mambo ya Zanzibar yananipa tabu, kuna mpasuko, watu hawazikani, watu haelewani, watu hawafahamiani. Baadaye akamwagiza katibu mkuu wa chama cha CCM na cha CUF wakutane. CUF wachague watu wao na CCM wachague watu wao. Bahati nzuri wakakutana wajumbe huku na huku, lakini wakazungumza, wakafika pahala wakaridhiana baadhi ya mambo ambayo yale tumekupeni. Maalim Seif akasema, ninakwenda kuambia wanachama wangu, mimi kiongozi wa chama. Akaenda pale Badamaiti, akaambia wanachama wake, wengine wakalia, wengine wakahamaki, ikawa balaa tupu, hawataki jambo hili, halina maana wewe. Akaondoka, akaenda Pemba, akawaambia watu wake, nusu. Sasa kwenda Pemba nusu wakaanza kufahamu, nusu hawajafahamu, lakini hatimaye watu wake wakafahamu kwa jambo hili jambo zuri. Na Rais Karume naye akaja Kibadamaiti, akaambia wanachama wake, wengine hawajapenda, wengine wakanuna, lakini kaendelea. Hatimaye alhamdulillah mambo yakakaa sawa, na Mwenyezi Mungu akatupa mtihani baada ya maridhiano, kama mtihani wa umeme. Lakini kwa sababu kuna maridhiano na malaika washashusha marashi, watu wakakaa kimya. Ukihamaki kidogo na subiri bwana. Wazanzibari wakapeana subira, hawana maji, hawana umeme kwa miezi mitatu. Lakini nini? Wana matumaini. Na mashekhe, mnajua watu wenye matumaini wanakuwaje. Baraza la Kilishi linapongeza mazungumzo ya maridhiano yaliyofanywa tarehe 5 Novemba baina ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Amani Abeid Karume, ambaye ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, na Maalim Seif Sharif Hamadi, katibu mkuu wa CUF. Kimsingi baraza limekubali kwamba ipo haja ya kufanya kura ya maoni, referendum, itawashirikisha wananchi moja kwa moja katika kupata ridhaa ya wananchi kuhusu uanzishaji wa mfumo wa muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Muundo unaopendekezwa ni kuwa rais mtendaji ambaye atapatikana kutokana na kupata ushindi kwenye kura za urais atasaidiwa na makamu wa rais wawili. Makamu wa kwanza atatoka chama kilichoshika nafasi ya pili katika kura za urais, na makamu wa rais wa pili atatoka chama anachotoka rais.
na huyo makamu wa rais wa pili ndiye atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali kwenye baraza la wawakilishi, na atakuwa ndiye mrithi wa rais endapo litatokea lisotarajiwa. Baraza limekubali kwamba katika mfumo huo rais atateua mawaziri kutoka miongoni mwa wajumbe wa baraza la wawakilishi kwa kuzingatia uwiano wa viti vya majimbo kwa vyama vya siasa viliomo kwenye baraza. Yaani hilo baraza la mawaziri hilo litokana na vyama vya siasa ambavyo kwenye uchaguzi mkuu watakuwa wamepata viti. Sasa hili tuelewane, mfumo wenyewe unakuwa na vitu. Vile vyama ambavyo vitaingia ndani huko basi watagawana, sio chama wanachukua kimoja peke yao, watagawana viti vya mawaziri. Baraza la wawakilishi linasisitiza kwamba serikali hiyo ya umoja wa kitaifa itakayoundwa itaendelea kuheshimu na kuthamini misingi mikuu ya mapinduzi ya tarehe 12 Januari 64. Sheria ya katiba inayotambua kuwepo kwa usawa, maridhiano na umoja kwa watu wa Zanzibar. Katika kutekeleza uwezo aliopewa na sheria ya kutunga sheria ya mwaka 64, Rais wa Jamhuri ya watu wa Zanzibar, Rais wa Jamhuri ya watu wa Zanzibar, People Republic of Zanzibar, kwa kushauriana na kukubaliana na Baraza la Mapinduzi, imetunga sheria ifuatayo. Sheria hii itajulikana kama sheria ya usawa, maridhiano, umoja wa watu wa Zanzibar 64. Kwa watu wa Zanzibar 64. Madhumuni makuu ya mapinduzi ya watu wa Zanzibar ni kutokomeza upendeleo wa kiuchumi, kijamii, upendeleo wa kisheria na mapungufu yote yaliyopita yaliyokuwa yanawagawa wananchi na makundi mbalimbali ya raia wa nchi kwa njia ya ukabila, jinsia, dini, uasili wa mtu. Na madhumuni hasa ya mapinduzi ni kukuza usawa, maridhiano, umoja kwa watu wa Zanzibar. Ni masuul. Leo hapa nina makadhi, na kadhi hapa Sheikh Habib Al-Kongo. Na naibu kadhi. Nchi hii ni nchi ya makadhi. Tangu mwaka 1132 nchi hii kuna makadhi. Mpaka siku mwaka juzi ndio kaja mufti. Lakini nchi hii ni nchi ya makadhi. Na kadhi yumo ndani ya katiba. Mufti yumo ndani ya katiba. Ndani ya katiba. Na hawa ndio wasimamizi wa sharia za Kiislamu ndani ya nchi. Nimewalika maksudi. Tumeona kumbe uko nyuma kwamba mashekhe walionekana hawana nafasi katika mambo haya na wakaachwa makaburini, wapeleke watu Maka na subiri kufunga Ramadhani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alituambia, naona nagusia haya kwa sababu leo ndio uwanja wetu, na kwamba kila anosema anakwenda kwa Mungu subhanallah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatuyabadilisha, Mwenyezi Mungu anatuambia mambo mpaka tuyabadilishe yalikuwa ndani ya nyoyo zetu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ndugu zangu katika imani, kwamba akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Maneno haya niliyasema juzi kwenye conference na nasema tena leo. Tunamkufuru yule ambaye tunamjua ndio sosi yetu, ndio asili yetu, halafu tunataka kusema vipi hatutaki mchuzi wa nguruwe lakini nyama yake tutakula. Uislamu sio dini ya kuzikana tu na kwenda Maka. Uislamu ni mfumo wa maisha mzima. Na huwezi ukautekeleza ukapata amani ukatenga Uislamu ukaona hauna nafasi katika sehemu za kutunga sheria na hauna nafasi katika kuongoza nchi. Hatutofanikiwa hata siku moja. Lazima tuone Uislamu ni mfumo wa maisha. Hakuna Mtume sallallahu alaihi wasallam katuonesha vipi Uislamu ni uchumi, vipi Uislamu ni siasa, vipi ni Uislamu ni utamaduni. Kwa hiyo kuona Uislamu ni sehemu ya kuzikana, tuna kadhi kuozesha, tunakurithisha mirathi,
Haya ni makosa makubwa mno, mafikra za kikafiri. Islam is not a dogmatic religion and not a special institution which are taking place as a special direction. Uislamu sio taasisi maalum tukuzikana na kwenda Maka. Uislamu ni mfumo wa maisha. Nazungumza na haya Waislamu wa asilimia kubwa Zanzibar. Nini tunakitaka? Tunachokitaka mambo yetu yaendeshwe Kiislamu. Aliyazungumza ustazi wangu, shekhi wangu kwenye baraza la Idi, Mwenyezi Mungu amrehemu, alikuwa kuna Dr. Omar, nilikuwa mdogo wakati huo, lakini nilikuwa nasikia. Naomba mniruhusu nitangaze rasmi matokeo ya kura ya maoni kitaifa. Waliojiandikisha kwa jumla kama wapiga kura wa Zanzibar ni 407,669. Ni 407,669. Jumla ya waliojitokeza kupiga kura hii ya maoni ni 293,039 ambao ni sawasawa na 71.9. Jumla ya kura halali zilizopigwa ni 284,318 ambao ni sawa na 97.0. Kura zilizoharibika ni 8,721 ambayo ni sawasawa na 3.0. Kura ambazo zimechagua kujibu ndio ni 188,705 ambao ni sawa na 66.4, na kura ambazo zimechagua kujibu hapana ni 95,613 ambao ni sawasawa na 33.6 ya kura zote. Kwa matokeo haya basi, naomba kutangaza rasmi kuwa katika uchaguzi wetu huu wa kura ya maoni uliofanyika hapa Zanzibar, wananchi waliopiga kura na kuamua kujibu ndio wameshinda kwa 66.5%. Kutokana na uzoefu wake, ametumikia nyadhifa mbalimbali katika serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambapo rais mstaafu wa serikali ya awamu ya 7 Dr. Ali Mohamed Shein alimteua Mheshimiwa Ali Mzee Ali kuwa mshauri wake wa masuala ya kihistoria na mambo ya kale. Nafasi nyingine alizotumikia ni pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ushauri katika taasisi ya nyaraka na kumbukumbu Zanzibar, mwenyekiti wa bodi ya shirika la meli Zanzibar, mwenyekiti wa shirika la bandari, mjumbe wa baraza la chuo kikuu cha taifa Zanzibar SUZA. Saa hizi miezi mitatu kabla ya uchaguzi au miezi minane, Zanzibar haikaliki. Nyote mnakumbuka 2005 ilikuwaje?
Nyote mnakumbuka mwaka 2000 ilikuwaje? Nyote mnakumbuka 95. Leo bila radio, bila matangazo ya gazeti, tumenongezana jamani, tukutane. Alhamdulillah, tazama mlokuja hapa. Isingewezekana. Mjumbe wa baraza la chuo cha biashara kilichopo Chwaka, mjumbe wa kamati ya uteuzi ya bodi ya mfuko wa elimu ya juu. Hivi sasa Bwana Ali Mzee Ali ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la bima Zanzibar ZIC na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali Mzee Ali amewahi kuwa mbunge wa bunge maalum la katiba, mwenyekiti wa kamati ya fedha bodi ya wadhamini wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF, mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi wa mahesabu kituo cha mikutano cha kimataifa kilichoko Arusha AICC, makamu mwenyekiti wa bodi ya chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, mjumbe wa kamisheni ya vyuo vikuu TCU na mjumbe wa kamati ya taifa kuhusu shirikisho la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Ali Mzee Ali amehudhuria mikutano mbalimbali ya kimataifa na kutunukiwa tuzo ya kimataifa kutokana na mchango wake mkubwa kwa Watanzania. Katika makala ijayo, tutazungumzia mchango wake kuhusu hati ya mkataba wa muungano pamoja na mikutano ya kimataifa aloshiriki na kuhutubia. Usikose kuungana nami Maliango Mugeta katika makala ijayo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa makala haya, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu bora kabisa kutoka hapa Sky TV.